tumekuwa na vijana wanaofanya mazoezi kwa muda mrefu kwenye viwanja vyetu mbalimbali, lakini hawapati nafasi ya kucheza. Ukiangalia mashindano yanayofanyika kwenye eneo letu ni machache. Sitaki kusema vibaya sana, lakini ni zamani sana tumeona mashindano ya ligi ya wilaya kwenye wilaya yetu. Mara nyingi sasa tumekuwa tukiona ligi ya mkoa. Baada ya ligi ya mkoa tumeona ligi ambazo zinaanzishwa na viongozi wetu wa kisiasa kwa maana ya mbunge. Tumeshuhudia Biabato Bukoba Cup, lakini kwa maana ya kaka yetu Kamara akiwa diwani tumeshuhudia ile Kamara Bukoba Cup, lakini tumeshuhudia mashindano ya makamanda wa polisi wa mkoa kwa maana ya Salewi Cup na Olomi Cup. Baada ya hapo ni mashindano ya Barozi Kagasheki akiwa mbunge wa jimbo kwa maana ya Jimbo Cup, ambaye tunaona kama ndiye muasisi wa mashindano haya. Kwa kipindi cha muda mrefu yalikuwa yapo na yalianza kwenye kipindi chake. Sasa tunapokuwa na vijana wenzetu wanacheza sana, wanafanya sana mazoezi, halafu wanaishia kwenda kucheza mashindano huko Bugabo, tumekuwa tukisikia Ndondo, unasikia Muleba kila siku mashindano yanafanyika, unasikia Kemondo. Kwenye eneo letu hapa tunasubiria viongozi wetu wa level za juu kidogo watuwekee mashindano. Sisi kama vijana tuliona kuna sehemu tunatakiwa kuanza kwa kuonyesha mfano. Tunahitaji kuwa na mashindano ili vijana wenzetu ambao wameamua kujiajiri kwenye eneo hilo, kujitafuta kwenye eneo hilo, waweze kupata sehemu ya kuonyesha na kuendeleza vipaji vyao. Ndio la kwanza. Lakini tunatarajia kupata vipaji vipya. Kuna vijana ukiwaangalia wanatoka shule kila siku wanabeba basket wanakwenda mazoezini. Wadogo sana. Wale vijana wanahitaji mashindano, lakini wanahitaji kuona wenzao wanashindana, waone namna gani wao wanatakiwa kukua. Unajua mimi wakati nakuwa nilikuwa darasa la 3 la 4 kulikuwa kufanyika ligi ya wilaya. Ligi ya wilaya uwanja wa Bunena. Ilikuwa inasimamiwa na Malik, tulikuwa tunamuita Malik Sudi Malik Kaduguda, maarufu sana kama Kaduguda. Nikiwa darasa la 3 mwaka 2003 nilikuwa nashuhudia ligi ya wilaya pale kwenye uwanja wa Bunena. Kadri nilipokuwa nikishuhudia timu ya mashindano yale ya ligi ya wilaya, yalikuwa yananijenga na kunifanya na mimi nihisi siku moja naweza kuwa mchezaji mzuri. Kwa hiyo ukiona vijana wanafanya mazoezi kila siku, wadogo wa darasa la 3 la 4 mpaka la 7, alafu waoni mashindano, hakuna kinachomsukuma. Kwa hiyo tumeweka mashindano haya na tunakusudia yawe ya kila mwaka kwa kadri tutakapokuwa tumejipanga, ili wale vijana wachache wadogo wanaotumikia waweze kuona wenzao wanapocheza, iweze kuwa inspiration kwao, lakini waweze kupata na wao sehemu ya kuingia na kuonyesha ushindani. Kwa kuibua vipaji vipya, kuendeleza vipaji vilivyopo, lakini kutoa nafasi ya vijana wetu kuacha kushinda kwenye vijiwe na kukosa sehemu za kwenda na shughuli za kufanya. Watazamaji watapata sehemu ya kwenda kuangalia. Wasikae tu mtaani watakosa kitu cha kufanya, watapata kitu cha kwenda kuangalia. Watapata sehemu ya kufanya ujasiriamali. Mamantilia watapata chakula kwa ajili ya wachezaji, kwa ajili ya mashabiki. Kwenye eneo la mpira watu watakuja watakula chipsi, watakunywa soda, watakunywa maji. Bodaboda watabeba abiria kuwapeleka eneo la mchezo na kuwarudisha. Kwa hiyo tunakusudia kuchochea uchumi, lakini kutoa burudani, lakini pia kuendeleza vipaji ambavyo tumekuwepo navyo na kuibua vipaji vipya. Kwa kuhakikishieni kwamba hii nia ya kwetu sisi kama UVCCM ni mashindano haya yawe endelevu, hayana jina langu mimi wala jina la mjumbe yoyote wa kamati ya utekelezaji wala mdhamini, kwa maana ya kwamba yatakuwa huru. Sisi tunaingia kwenye uchaguzi kila baada ya miaka 5. Sasa hivi ni mwaka wangu wa 4 nikiwa kiongozi, mwaka kesho ni mwaka wa 5. Nina mwaka huu na mwaka kesho, lakini baada ya uongozi wangu mimi, yoyote atakayekuja anaweza kuona kitu gani ambacho sisi kama uongozi uliotangulia ulikianzisha na anaweza kuanzia pale. Ndio maana hayana jina la mtu, yanaitwa UVCCM Bukoba Cup, kwa maana ya kwamba taasisi inaendelea kuwepo. Kwa hiyo yote atakayekuja akiona linafaa na lina maana katika kipindi hiki ambacho sisi tutakuwa tutajitahidi, mwaka huu itafanyika na mwaka kesho itafanyika. Sasa baada ya hapo watakuwa kuja kuendelea. Sasa swala lako la maana ya kwamba tunafanikiwaje, ni ushirikiano baina ya sisi na chama. Unajua kila kitu kina utaratibu. Na juzi kwenye ugawaji wa vifaa, katibu wa chama cha mpira wa wilaya na wa mkoa walisisitiza hili kwamba kumekuwa kuna utaratibu, watu wanaanzisha mashindano huko mtaani pasipo na kuwatafuta watu wa chama cha mpira, wakiamini kwa sababu tu uwanja upo na vijana wapo wanaweza kucheza, lakini sio taratibu. Sera za nchi zimeweka wazi kwamba vipo vyama ambavyo vinasimamia michezo hii. Hakuna mchezo ambao hauna uongozi. Kwa chama cha mpira wa miguu wamekamilika na wana taratibu zao za kuendesha mashindano. Ukifuata tu utaratibu wao lazima utafanikiwa. Kwa mfano ukituangalia sisi tulipotaka kuanzisha mashindano haya,
hatukuanza kusema kitu chochote sehemu yoyote. Tuliwafuata watu wa chama cha mpira, tukawaeleza nia na azma yetu, tunatamani kitu kifananeje, kionekaneje, wakatushauri pita hapa, pita hapa, pita hapa, andika barua hii, nenda huku, muone huyu, inakuwa rahisi. Lakini kama mtu atatoka tu huko bila kuheshimu mamlaka ya watu, akafika anataka kujifanyia, mambo haya magumu. Na nikwambie tu, mtu wa chama chochote anaweza kuanzisha mashindano, kwa sababu kule unakwenda kwa mtu wa chama cha mpira wa miguu, haupeleki kadi yako ya chama, hauendi na title yako, unakwenda kama mdau wake, na wao wanahitaji wadau kuendesha mashindano haya. Niwaambie tu, wanapenda sana kuendesha mashindano haya na wanatamani kuendesha mashindano haya kila mara, isipokuwa tu wao kama chama bado wanakosa nyenzo na uwezeshwaji. Kwa wadau mbalimbali wajitokeze, wawaunge mkono. Chama wapo kwa ajili ya kutoa ushirikiano, na sisi tumepata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa chama kwa level ya wilaya na level ya mkoa. Niendelee kupeleka shukrani zangu kwa katibu wa chama cha mpira wa wilaya, kaka yetu Mwinyi Veko maarufu, lakini kaka yetu Alhaji Alamin. Kwa kweli wametuonyesha ushirikiano na wanaendelea kutusaidia bure kabisa. Mageti yatakuwa wazi kuanzia asubuhi, uwanja wa Kaitaba na viwanja vingine vyote ambako itatumika yatachezwa mashindano haya. Hatutarajii kuwa na kiingilio wala kuwa na namna yoyote ile ya kuwakwaza mashabiki. Tunataka kupeleka burudani, lakini tunataka tuwalete watu pamoja, waje wafurahi, tushirikiane, tutengeneze fursa, tujenge mahusiano, lakini tutoe nafasi ya wafanyabiashara na wajasiriamali kufanya biashara. Kwa tukianza kuweka kigezo cha viingilio, kile ambacho kingeenda kwa wajasiriamali kingine kama usafiri, maji, soda, tungekizuia. Lakini kwa sababu sisi tumepata wadau mbalimbali na tutapata nafasi ya kuwashukuru, hatukuona sababu ya kuchukua kiingilio. Tunaomba burudani hii tuirudishe kwa wakazi na wananchi wa Bukoba mjini waweze kuenjoy. Hatuna kiingilio kwa michezo yetu yote, kuanzia ufunguzi mpaka mchezo wa mwisho wa finali. Wananchi wajitokeze. Kwa ina mambo mbalimbali, na kwa sababu ni surprise naogopa kuyasema yote, lakini niliwaambieni tu tutakuwa na watu wenye ushawishi katika kipindi hiki kwa sisi vijana. Kwa maana ya Tanzania, lakini kwa maana ya Bukoba yetu. Tunatarajia kuwa na washereheshaji na watumbuizaji wa ndani, lakini tunao watu wa burudani wengine kutoka nje, na kwa kadri ambavyo tutajaliwa kutoka leo na kesho. Siku ya Ijumaa inaweza kuwa nzuri sana, lakini tutarajie tu kwamba mpaka saa 10 kamili mchezo wetu unatakiwa kuanza. Kwa hiyo watu watajua burudani zitaanza saa ngapi pale katika uwanja wa Kaitaba. Binafsi natamani nisiseme kwa maana ya kwamba kwa sababu ni surprise, watu wakaja wanajua wanakuja kushuhudia kitu gani, lakini niwaambie tu kuanzia saa 8 kamili katika uwanja wa Kaitaba shughuli itakuwa imeisha.